Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mungu, lakini kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ambazo anaonyesha kwa wananchi wake. Lakini kama tunapojua, tunaelekea kwenye dira ya dunia. Miongoni mwa dira ya dunia, sera yetu moja ni kuhakikisha tunainua uchumi wetu kupitia kilimo. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ambaye yeye anatamani wananchi wake tunapozungumza uchumi kupitia kilimo, ameona jambo mojawapo ni kuwasiliana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo, kuomba vifaa vitakavyotusaidia tutakapokuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuinua uchumi wetu kupitia kilimo, basi Pangani isiwe nyuma. Kwa hiyo leo hii naomba niwakabidhi vifaa hivi kwa heshima kubwa ya wananchi wetu wa jimbo letu la Pangani. Mheshimiwa mbunge Juma Hamidu Aweso ambaye pia ni waziri wetu wa maji katika nchi yetu ya Tanzania, akishirikiana kwa karibu sana na waziri wa kilimo katika nchi yetu ya Tanzania, amefanikisha kupata vifaa vya umwagiliaji au mashine za umwagiliaji katika maeneo yetu tunaokotoka kwa vikundi vyetu mbalimbali katika jimbo letu la Pangani. Katika mashine hizi ambazo ni za kumwagilia mimea yetu, basi vimepatiwa vikundi mbalimbali kutoka eneo letu la Pangani, ambapo Kigurusimba wamepata pampu 3, Mseko wamepata pampu 3, Mbulizaga wamepata pampu 2, Meka wamepata pampu 3, Mkwajuni wamepata pampu 1, Masaika wamepata pampu 1, Mseko wamepata pampu 3, Kipumbu wamepata pampu 1, lakini ukivijumlisha vyote hivyo ni jumla ya pampu 17, lakini na pamoja na pawatila ambayo watakwenda kukabidhiwa wenzetu wa Masaika. Nje hata Kenya wanakuja kuchukua mazao yetu hapa Tanzania. Kwa hiyo ninyi mnaenda kuwa wawakilishi wa wilaya ya Pangani kwamba tumepatiwa vifaa, tumeboreshewa. Zamani tulikuwa tunalima kwa kupitia mikono, sasa tunaboresha. Kama ulikuwa unapata ekari gunia 2, sasa tunatarajia tutapata zaidi ya hapo. Kwa hiyo rai ya serikali katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa mbunge Juma Hamidu Aweso, kazi yetu sisi ni vitu viwili. La kwanza kuhakikisha vifaa hivi vinatumika ipasavyo, lakini la pili tunavitunza, na ikiwezekana tunawashirikisha wengine waje waone kwamba yule anayetumia zana za zamani na ninyi ni tofauti. Kwa hiyo waje kujifunza kwenu na sisi wengine tuweze kuinuka kupitia ninyi ambao mmepata fursa ya kupewa vifaa.